hawajui waamue nini. Farao amewazunguka, vita imekuwa kali, wanachobaki wanakiona kwao ni kifo. Wanamwambia Musa, baba umetuleta huku jangwani kufa, si bora ungetuacha Misri? Wamechanganyikiwa, Farao amekuja, amewakalia shingoni, hawajui waamue nini, hawajui waende wapi, msaada hawaoni. Musa aliwaambia neno moja tu, nyamazeni kimya, Bwana atawapigania. Aliwaambia hivyo tu, Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Kwa ukimya ni jibu la Mungu kukupigania wakati wa vita. Ukimya ni jibu la Mungu kukupigania wakati wa vita. Vita inapokuwa kali kwako, jifunze kwenda mbele za Bwana na kunyamaza kimya. Wewe nenda tu mbele za Bwana. Vita imekuwa kali, kama muombaji unaombea jambo lako au jambo la mtu mwingine au la familia au la nchi au la kikundi, na unaona vita imekuwa kali, nenda mbele za Bwana. Kama ni chumbani kwako au chepo au popote pale, sehemu panapofanyika ibada, wewe fika tu pale kwenye ibada yako binafsi, au kama waombaji wawili watatu mnafika pale, unasema leo hatuombi neno lolote. Mungu, hii vita imekuwa kali, na nyamaza kimya mbele zako. Unanyamaza kimya, unafunika macho yako, unatulia, huwazi chochote, kwa sababu sio sala ya tafakari, uongei chochote, unatulia tu kimya mpaka huku ndani utakaposikia msukumo kwamba imetosha. Ukitaka kutulia lisali zima ni wewe, dakika 10 ni wewe, masaa ni wewe, mpaka huku ndani uone imetosha. Ikitosha unafumbua macho yako, ghafla utajiona wepesi umekuingia. Ule wepesi ni ishara ya kwamba Mungu amechukua ule mzigo. Na ndio maana mtu ukifika ukitulia hivi kwenye ukimya, ukimaliza huondoki kama ulivyoenda kutulia, unaondoka na wepesi. Ule wepesi inakuwa ni ishara ya kwamba Bwana amechukua, ameshughulikia